wewe kama ni Mtanzania popote ulipo, piga kelele. Yani popote ulipo, yani piga kelele, alafu imbo le wimbo unaimba amejibu maombi. Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2025, mkutano wa dharura umeweza kufanyika Ikulu. Maamuzi haya magumu yameweza kufanyika dhidi ya maandamano yanayozidi kuratibiwa kufanyika kesho tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema hiyo hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, hii ni hali ya kutosha inayozidi kuonyesha jinsi ambavyo kikao hicho kilichoweza kufanywa na viongozi wakuu katika serikali awamu ya 7 wameweza kuamua na kujadili kwamba itakuwa vyema iwapo hakutaweza kuwepo na maandamano siku ya kesho. Ila hii hapa ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo vijana Gen Z wanazidi kujipanga. Mtazamaji wangu, pia kuna video hii ambayo inazidi kujadiliwa mno, jinsi gani ambavyo uongozi wa serikali awamu ya 7 uko na hofu kubwa dhidi ya waandamanaji wanaozidi kupanga kuandamana siku ya kesho. Uongozi wa serikali awamu ya 7 umeweza kulazimika kufanya hivi. Tangazo la serikali. Wananchi wote mnaarifiwa kuwa siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, yani siku ya Jumanne, ambayo ni siku ya uhuru wa nchi yetu, hakutakuwa na maandamano kama inavyohamasishwa na watu wasioitakia mema nchi yetu. Badala yake, wananchi wote muendelee na shughuli zenu kama kawaida, na kwamba siku hiyo ni siku ya mapumziko. Aidha, na mtazamaji wangu, hii ni dalili tosha jinsi gani ambavyo uongozi wa serikali awamu ya 7 unazidi kujaribu mbinu zote kwa maandamano ya siku ya kesho yasiweze kufanyika, kwani iwapo maandamano hayo yataweza kufanyika, basi viongozi walioko madarakani, hasa viongozi wakuu wa chama cha CCM, huenda kaweza kuathirika pakubwa kutokana na mataifa ya kigeni hivi sasa kuwa makini na yale yote yanayozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo litaweza kuathiri pakubwa viongozi hao na hata kusababisha zoezi jipya la uchaguzi mkuu kufanyika. Pia idadi kubwa ya viongozi waliokuwa wakipinga na kukosoa serikali ya awamu ya 6, awamu ya 7 huenda kaweza kuachiwa huru, ila vijana Gen Z nao wanazidi kudai kwamba katika maandamano yao ya siku ya kesho watakuwa wakiandamana pamoja na yeyote yule aliyeweza kupata jeraha wakati wa maandamano yaliyoweza kupita. Pia watakuwa wakishirikiana na maelfu ya familia zilizoweza kupoteza wapendwa wao katika maandamano yaliyoweza kupita. Hivyo basi, mtazamaji wangu, kutokana na mambo na umati huo kuwa umati mkubwa kulilia haki, moja kwa moja uongozi wa serikali ya awamu ya 7 utakuwa umeweza kuaibishwa mno na hata kuonyeshwa jinsi gani ambavyo waliweza kusababisha kilio na majonzi kwa idadi kubwa ya familia wakati wa maandamano yaliyoweza kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 hadi mapema tarehe 3 mwezi wa 11. Mtazamaji wangu, amini semeni, gumzo nzito hivi sasa katika vijana Gen Z inaonekana wazi wameweza kupuuzilia mbali kile ambacho kimeweza kuzungumzwa na viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 7
kwani wapo tayari kutoka kwa ajili ya maandamano, jambo ambalo huenda likaweza kusababisha uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kusambaratika, kwani sote tunashuhudia jinsi gani ambavyo hivi sasa kuna baadhi ya viongozi wanaozidi kuchagua upande wa kisiasa tofauti kabisa na ilivyokuwa ikitarajiwa. Huenda wengi waliweza kutarajia kuona ukabila kati ya Zanzibar pamoja na Tanganyika, ila vijana Gen Z tofauti hizo hawana kabisa, kutishia na kudai kwamba maandamano yao lazima yataweza kufanikishwa kwa njia moja ama nyingine bila uoga wowote ule. Mtazamaji wangu, hii ni dalili mbaya kwa viongozi walioko madarakani, kwani sote tunafahamu ni madhara gani ambayo huenda yakaweza kukuta uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mbaya kabisa, kuna mataifa ya East Africa, taifa kama Kenya lipo kwa umakini mno kwa ajili ya kujaribu kuprove ukweli ama uongo alichoweza kukizungumza mwanahabari wa CNN Larry Madowo. Na mtazamaji wangu, iwapo kutakuwa na tukio sawia na lile lililoweza kutokea katika maandamano yaliyoweza kupita, mtazamaji wangu, utaamini ukweli wa mambo jinsi ambavyo alichoweza kukizungumza Larry Madowo yupo kweli na sio jinsi ambavyo viongozi wa serikali awamu ya 7 walikuwa wakidai kwamba picha na video alizoweza kuzisambaza Larry Madowo katika mitandao yake ya kijamii na runinga ya CNN ziliweza kuwa ni za kubuni kupitia AI. Vile mtazamaji wangu, kuna mambo muhimu ambayo hivi sasa yanazidi kuzingatiwa, kujadiliwa na kuzungumziwa. Sote tunafahamu jinsi ambavyo hivi sasa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kunyamazia kimya swala la kesi yake Mheshimiwa Lissu, kwani tunafahamu jinsi gani ambavyo vijana Gen Z walikuwa wameweza kutegea pakubwa Mheshimiwa Lissu kuachiwa kabla ya maandamano haya. Hivyo basi, iwapo kesho vijana hawa Gen Z wataweza kufanikiwa na hata kupatana na baadhi ya media ambazo hivi sasa mataifa ya kigeni yanazidi kushinikiza ziweze kuachiwa huru, mtazamaji wangu, amini usiamini, huenda sakata jipya nalo likaweza kuibuka na kuanza kuwa pigo jingine jipya kwa uongozi ulioko madarakani. Na ndipo ambapo idadi kubwa ya vijana Gen Z hivi sasa wanazidi kushinikiza na kudai kwamba ni vyema iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kufanya mabadiliko ama hata yeye binafsi kujiuzulu, ila yote haya sio kwa manufaa yake binafsi bali kwa manufaa ya Jamhuri ya Tanzania. Na iwapo ataweza kusalia kuwa ofisini, moja kwa moja itaonekana ni kwa manufaa yake binafsi na sio kwa manufaa ya Jamhuri ya Tanzania. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na hali halisi na yale yanayozidi kushuhudiwa na kujiri hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania kuhusiana na uongozi wa serikali awamu ya 7 kujaribu mbinu zote zile kwa ajili ya kuzima maandamano ya siku kesho. Hatua ya kwanza iliyoweza kufanywa ni kutupiliwa mbali kwa sherehe za siku kesho. Hivi sasa inaratibiwa kuwekwa kwa lockdown, jambo ambalo Gen Z hawapo tayari kulikubali. Sasa wewe hapo tuachie maoni yako, muhimu kabisa subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.